Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Mimi naomba kwa bango langu hili pamoja na hizi nyaraka ambazo nimezipata kutoka Baraza la Ardhi Dongobesi zinatosha kabisa kuonyesha ukweli ni nani kati ya mimi na halmashauri anayemdhulumu mwenzake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba tu nikabidhi kwa ajili ya kuepusha muda kwa sababu naona wenye matatizo ni wengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, jambo lilikuwa linahusu nini? Jambo lilikuwa linahusu nani Mheshimiwa Waziri Mkuu? Ilikuwa ni ardhi yangu, halmashauri ilitoa kwa watu, kwa mtu, alafu nikaishtaki katika Baraza la Ardhi, na katika kushtaki wakawa tuko kwenye kesi pamoja na mwanasheria wao. Ile kesi nikashinda. Baada ya kushinda nikaomba kaza hukumu. Kaza hukumu nayo tukaenda kesi pamoja na halmashauri na mwanasheria wake. Nayo nikashinda. Ikatoka amri sasa ukabidhiwa toka 2020 mpaka leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, imekuwa ni shida ukabidhiwa, ni usumbufu tu. Ni eneo gani hilo? Ni wapi? Hapa mjini ya sehemu inaitwa Ayamohe. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hebu sogea hapa mbele. Asante. Halmashauri, mkurugenzi, hili jambo mnalijua? Kwa nini hamjamkabidhi na mlishashindwa? Mahakama ilishaamuru apewe, kwa nini hamjampa? Afisa ardhi yuko wapi? Afisa ardhi wa wilaya yuko wapi? Yuko wapi? Yupo. Karata. Watu wa ardhi ndio wana mambo mengi ajabu afu kwenye mikutano hawaonekani. Mko wapi? Mheshimiwa yuko hapa. Hebu tuambie, ninyi mmechukua ardhi ya mzee yule kimakosa. Mmeenda kwenye baraza mmeshindwa, mmeenda mahakamani mmeshindwa. Imeshatolewa amri mrudishe. Kwa nini hamjamrudishia? Tangu mwaka gani mzee umesema? Mheshimiwa, lakini ilikuwa ni 2015, lakini kesi ilimalizika 2020 tarehe 30 mwezi wa 4 2020. Tangu 2020. Kwa nini hamjamrudishia? Si amri mahakama imeshaamua, kwa nini hamjarudisha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala hili kama alivyoeleza lilishafanywa kazi mahakamani. Fidia aliyokuwa anaidai alilipwa, ilikuwa kiwanja namba 245. Akalipwa, akapewa hicho kiwanja. Alipopewa kiwanja kile, ye mwenyewe amekiri amekiuza. Na baada ya pale shauri hili lilienda likafungwa, kwa maana kiwanja alichokuwa nadai alilipwa fidia kutoka 245 akapewa kiwanja namba 100 eneo la ujenzi. Hatimaye mwenyewe akakiri na amekiuza, na sisi tunajua kwamba amekiuza. Baada ya hapo shauri lilishafungwa, hatuna kesi naye. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Si huyo hapo anasema hamjamkabidhi? Tushamrudisha mkabidhi na nyaraka zote tuko nazo, sababu ilikuwa inaenda kisheria. Si huyo hapo. Hebu mzee mpeni mic. Mheshimiwa Waziri Mkuu, analozungumza huyu bwana ardhi ni uongo, kwa sababu hicho kiwanja anachosema ni namba 100H kilikuwa ni kwa ajili ya fidia ya eneo langu ambayo kiramani ilipitiwa na barabara. Alafu kiwanja kile ambacho halisi nilipimiwa wao hawakunipa, na nikawapeleka mahakamani toka 2018 mpaka 2020 tarehe 30 mwezi wa 4 ndipo shauri lilimalizika. Wao hiki wanachosema huyu bwana ardhi anachosema hiki mimi nilipewa toka 2016 ambayo ilikuwa ni fidia ya eneo la barabara lilipita kwenye eneo langu, kwenye ardhi yangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimuulize swali, kama ni kweli nilifidiwa, ilikuweje nishinde kesi tarehe 30 mwezi wa 4 2020 na wakati kiwanja nilifidiwa toka 2016 hicho anachosema kwamba nimefidiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo kwa maana hiyo ndio hivyo wanavyotumia, na ndio hila wanazotumia katika kutudanganya na kutunyanyasa, kwa sababu niliwaomba wanipe barua ya kile kiwanja namba 100H ambacho nilikilipia tena gharama upya, na kikaja kikabadilika kikawa tena 145B, nikakilipia tena. Kiwanja kimoja nimelipa mara mbili. Sasa ilikuweje kama ilikuwa ni kweli walishanifidia? Kwa nini wasingepeleka hizo hoja katika Baraza la Ardhi na iweze kuonekana kwamba hakuna kiwanja nacho kidai? Mbona hizi nyaraka nilizonazo hapa Mheshimiwa
Waziri Mkuu zinaonyesha ukweli na uwazi wa kwamba ni kesi ya 2020 sio 2016 Mheshimiwa. Mkuu wa wilaya, hebu ili chukua ili fanya yako kwa uchunguzi yako, mkabidhi mzee eneo lake. Ninyi inaonekana mnaongea taarifa tofauti. Anasema kama mlishamfidia hiyo mnayosema, mbona iko nyuma? Amekuja kupewa, yeye hukumu imekuja kutolewa miaka 4 baadaye baada ya kufidiwa hiyo. Hebu mkuu wa wilaya ifuatilie hilo. Pata na mawasiliano yake, ifuatilie ili tupate taarifa ya undani wa jambo hilo.